And hivyo ndivyo alisema anataka kuniproposia. And nikaamini hiyo ushenzi. But kitu ilifanya niamini, sikuamini hiyo siku. I believed that thing the day he took me to his wife. Ile siku sasa alinipeleka tukamit na wife. Actually alikujanga akanipick. Akaniambia kaa hapa mbele, tukaenda. And then nasikia anapiga simu, "We koga Sheri." Wife yake anaitwa Jerry. Koga Sheri. Dogeuke haha. And kukarakana nimeketi hapa mbele tuko na yeye. Mimi naona wife yake hapa hivi mbele ya gari. Nikashtuka. Juu nilikuwa na shida itakuaje. So nikaona Jerry amekuja amefungwa hapa mbele, akakuja akanihug. Hiyo kitu ilinishtua sana juu hadi kashido nilikuwa natetemeka the whole time. Jerry akanihaga afa akaenda kufungua mlango ya nyuma. Venye niliona anaingia mlango ya nyuma, you know she's the wife. And hafai kukaa nyuma juu. Nikamwambia hapana, please kuja tu mbele. Mimi nikarudi nyuma. Though alikuwa anasema hapana tuko sawa, no, I'm not okay. Acha mimi niende nyuma. Nikarudi nyuma, Jerry akakuja mbele. So he took us to hotel ingine iko bypass, siwezi kumbuka jina yake, but hizi zingine zote nakumbuka. Hii place tulienda nitakwambia. So mahali alitupeleka bypass. Thank you guys. Thank you for the gift. Thank you. By the way, I really appreciate wale wase wanani support sana. Thank you. Venye alitupeleka kwa hiyo hoteli, tulienda akaitisha chai kila mtu. Na akafanya introduction. Akaambia Jerry, negaka. Ni haka. Unaonaje? Kako sawa? Jerry akasema, kako sawa. Jerry akaambiwa, Jerry, uza earrings, ate hutato earrings. Nilikuwa na tu earrings, nilikuwa nimevaa. Hutato earrings tu. Akaguzanga, akakuja kuniguza. By the way, hiyo kitu ilikuwa weird. Kama kuna siku niliomba Mungu dunia ifunguke inimeze, ni hiyo day. Naona huo mama anakuja ananiguza hivi earrings. Hiyo kitu ni weird sana. And then saa Kenywa mwenyewe akasema, Jerry kore tiga kani deto hutie. So wakikuja kuniguza hivi mimi nikaanza na hepa tu. Kenywa anasema kaire tu kore tigira. And then Jerry anasema kaire tu ate kuhereria. But there are watu, you don't know why I'm mad. Hamjui why I'm mad. Najua watu wengi sijui anasema aliachwa, sijui hakuwekewa nini, sijui hakubaiwa demi, hakubaiwa gari. You think I'm mad because of, you guys think I'm mad because of pesa. You think I'm mad juu ya pesa. I'm not mad juu ya do. I'm mad because ya vitu hao wase wamenifanyisha. Na si yeye tu, I'll mention kila mtu mwenye ameniletea. Kila kitu yenye nimefanya ni kuwa traumatized. I'll talk about it. I'll expose. Na achani niwaambie, mimi nimetoa muhanga. Wewe ongea Kikuyu, wewe toka hapa kama hukusoma. Huoni ujui hata kusema dhadha funda. Nitaongea kila kitu. Okay, kuna mtu anauliza kama waliniforce. But acheni niwaambie kitu. Okay, media doge thakira hakiri ati nilete hizo video kwanza. Is this your page? This is my page. I'm going with my pace. I'll post whatever I want, whenever I want, whenever I feel like. Si nyinyi mnaniambia. Tapeleka tu venye nataka, si nyinyi mnaniambia mimi. Si alinipitisha uchungu pia, siwache hata pia yeye asikie. Huyo haku adem. That's why I'm recording. Thank you. So aliambia dem. Si uanzishe. Nikashindwa nini anaanzisha. Nika realize whatever is happening. Kitu. Kajua, kube. Kutoka hapo akaniambia, baby,
Dira misite mwitu ni ex wakwa. Simogopi, sana naogopa nini? What should I fear? You need naogopa nini? Kaniambia Woima, mwitu ni ex wakwa. Nitafanya aje na nilikuwa nimemiss. Akaniambia like nikaanza kutoka juu nilifeel vibaya, nikaanza kutoka na nataka kurudi kwa mlango, ninatoka mimi. Wakanivuruta, wakaanza kuniambia, relax. Si ati ni kitu baya. Akaanza kuniambia Nancy, sinataka nikubaie gari. Si relax. Na watu wase, poverty is the enemy. Nani anapenda shida? Na hivyo ndivyo alikuja akaniconvince, akaniambia juu hiyo room yenye alikuwa nimebook ilikuwa na beds mbili. Akaniambia unaweza niruhusu. Wacha na Jerry sasa. Acha nikuje kwa huyo security niwaambie, you girls, you think you know how to mourn, you don't know. That girls, dem anajua kumourn. Nafikiria mnajua kumourn. So aliniambia amemiss dem sana. Can we go? Basi kama utaki kuona naweza ingia kwa hii room separate. Tuingie na yeye. Na hivyo ndivyo aliingianga na huyo dem. Acha nikuambie. Huko ulikuwa nasikia, baba kula yote, ingiza yote, baba ni yako. Huyo dem ni kashetani. Kenyewa by the way, like walifanya shit hadi mimi mwenyewe hata kama nilikuwa nimejam, libidi pia mimi mwenyewe niende, like nilikuwa nataka nione hiyo kitu ina hata mimi niichungulia tu nione. Tuoi baba kula yote, walinifanyia vibaya. Hizi vitu ni traumatizing sana. Mnafikiria ni normal nyinyi? Tikula yote, ingiza yote, baba ni yako. Na kinywa kiha, oi igitaga mata, oi gai, oi baby ita. Na sijui ni kama ako addicted na mademu wa kusquat. Hata ulikuwa unasikia anarusha hizo manini. Baby ita kai ile walipelekana karibu 2 hours. But mi ushangaa. Kwa nini hao wanaume like niwa nataka kuprove. Nini hiyo anapatakanga kuprove na huo, because anyway. And after he was done, hata kabla oge hizo mamikono zake, after they were done, juu guilty na mkula, najui kama nimejam, then alinikujia na akaanza kaniambia tamakadina igania. Niambia wa mtu nika shetani. Tedina igania. Bede msiniite hapa, mimi si Nancy mwenye mnajua. Si wewe guishi. Akuja ananiambia tamakadina, imagine sijaati dina igania. Anaanza sasa hiyo nasikia vibaya juu mse asha kuintroduce kwa wife yake, asha sema hii kitu ni official, and then amefika huko vitu anafanya, nasikia vibaya, naanza kuresist. But at the end of the day kuna venye tu again convinced tu aniambia, Lolama, wewe ti customer like ya gagi, sio ni customer sijui anarusha how many millions. Babe, si tunanunua gari na tuweke kazi. Yeye tu alikuwa tu ananichezea akili hivyo. Thank you Joy Roba. Asante mama. Ingekuwa ukweli hangekulipa unyamaze, si ndio? Kwani anatuma doza nini? Si anajua ni ukweli. Lakini Simi alinifanyia hiyo shit. Hawakutumia CD. Alikuwa na mrarua hivyo. Na still like alikuja pia mimi akanichezea akili, nikilia bado, na pia mimi he did that to me without protection.
alinifanyia hivyo. So tukitoka hapo, after everything tulifanya kila kitu. Tulikaa 2 days huko. Niko na hizo video zote, hata tukiwa Suimo na huo dem tuko nazo. But all that time I was trying to be strong. You remember this guy is trying kila saa nikienda kutoka na ni promise and say I'll do this for you. Unaona? But mimi sitaki kwanza kuweka vitu za vituko hapa niseme ati vitu venye walikuwa na sound. But msee nikaa kwa cult. I don't know. Juu msifikirie tu ni yo secular artist. The following trip to Mombasa, akaniambia tu twende vacation. Mimi akanibeba ujinga. Akanibeba ujinga, akaniambia tuingie. Akaniambia nakuja kunipika. What secular artist akona amelose mamake, akona burial hii Friday, na amenibeg sana kwa WhatsApp niache kumtaja. Fan Gossip Club, you think it is script? So the audios are also script. Funda nyinyi. Heri wewe huwezi confess vitu zingine, lakini wewe si mimi. Mimi ndio najua ile peni. Mimi ndio na hati hatuchangi. Mimi hatuhitaji. Mimi sitaki do yenu. By them sana ditu mimi. Mimi si eti nataka mchange. Mimi it's either cause I don't know whether I'll die. Cause I know what I'm doing, it's risky. I know what I'm doing is risky, so I might be cyanized. And mimi kitu ni traumatizing. Actually sijaguza, by the way. Mi kuna vitu shit mioba amenifanyia zenye simefanya nikuwe depressed na nikuwe addict wa pombe. So I said that atani cyanize ama mimi munisaidie job hivyo tu. Me I don't need pesa yenu. Me just either I work wala wenye akitaka kunisayonize well and good, cause ile uchungu nayo alimenifanyia singe mspare. After we were done with that secular artist, we came back. Akaniambia anataka twende vacation tena. Na by the way niwaambie, si once or twice nimejaribu kuhepa msee. Bado ananifuata. Msee kwetu place naishi. Anajulikana, yeye ukuja kupaka kwa hiyo gate. Analala hapo akilia. Ameishi kunichezea akili tu. Anakuja analala hapo kwa gari. Analia. Mi hata nikitoka morning hivi napata gari yake hapo, haina shida. Kwenda nakipata aniambia, "Oi baby, unanifanyia hivi kwa nini?" Anaanza kulia. Aniita tikuja tuombe. "Oi guy, baadaye amenichezea akili sana. Guy dahoya, nanze daka then kemo ko ine mako." Alikuwa ana hide kwa Mungu. Alikuwa anajificha kwa Mungu na alinichezea sana. Mike amesema utume video zake. Mike, chani ni clarify favored Magi. Mimi unajua siwezi ropoka vitu waziko. Mike ni driver wa Kenya. Kwa hivyo hata tukifika Mombasa, yeye alikuwa anamdrop huko, na hata wale mama tulienda nao wanajua hatukuenda na yeye. Mike sina evidence yake. Mike maybe picha zake tu. Mimi siwezi danganyana. Kilikuwa nakipata hapo kimekaa kwa gari. Kikiniona kinaanza kulia. By the way, you don't know Kenywa ni nani. Kenywa ni hypocrite. Wamama wanajua hapa wenye amechezea kusafisha pesa huko. Analia. "Te woi guy, te dahoya,
Nancy daka anadhinikia moko-ini mwakwa. Dahoya anaanza kuniombea, najifanya hapo. Sasa huyu msee ameomba. Naanza kujirudisha, naona? Naanza kusikiza like naona kaa hii kitu like ni kitu ya ukweli. But all along he knew alikuwa ananichezea. Na ndio maana nimeamua hata after ametuma hiyo 50k bado sinyamazi mimi. Kio ya takenogo guiyo. Diga waniga yule kokeo ya. Mnafikiria ni bangi? You think ninaongea vitu zangu? You think bona anitumie do kama ni vitu zangu wanajua. Actually sahi niko kuota. Mimi nikiongea mtapiga nduru nyinyi. Na Mungu anisaidie niongee mahali nitafika. Na mimi Kenya ambiwa mimi niko ready. Hata akitaka kuniona mimi niko ready mimi. I'm depressed and I'm ready to go home. I'm ready to go to a better place kwenye hakuna mashida. Nigiko giki maishi dalire mukaguo. Koreshi yadi na udisho. Niko nazo na ni waka mmoja wa nini ananiambia hizo vitu. Wewe uko makata medha we. Uko makata medha. Maishi. And Kenywa after sasa amenifanyia hizo vitu zote. After aliniita akaniambia tunaenda vacation, na huo maisha ananikuja kuniconfuse hapa. Kenywa akanipeleka akaniambia tuende vacation. Sasa hii ule mama mliona nimepost na huyo evangelist huyo tukaendanga na wao. Hiyo siku ilikuwa dramatic. Aliniambia tunaenda vacation, but aliniambia hawa mama wawili ni clients. Hivyo ndivyo alinidanganya. Mimi akaniambia babe nataka nikupeleke vacations, but niko na customers wawili. Sawa. So tulifika akaendanga. Tukaenda hoteli moja, juu obvious hiyo journey yote kutoka huku Nairobi hadi Malindi. It's a long journey. Wenye tulifikanga tulienda in the same hotel, but alibook room 2. Namuuliza hai babe umebook room 2? Maichi ameumwa. Utahara ushangae wewe Kinogo. Sini umeleta monuka hapa. Akabook room 2. Ni block huo Maichi, si ndio? Acha arudi tena hapa nimuone ni block juu ametuma na huo degere ya mudu. Huyo mama alikuwa amevaa kikitenge Joel mwenye nimepost huyo. Na tukiwa kwa gari juu mama ndiye alikuwa katikati, tuliwekwa si wote backbencher, na Maichi alikuwa wana exchange na Kenywa akidrive akichoka wana exchange na Maichi. Mama si mimi hapa, mama wa kitenge evangelist hapa. Mama nilikuwa nashangaa na shida akipanua makuu. Nilikuwa naona anapanua miguu hivi Kenywa akidrive. Nashangaa ni nini inaendelea. But nilisense there's something weird hapa. Tukafika hapo Malindi akabook room 2 huko. Watu wa Malindi wanajua ile hoteli tuliona. Hata kama hapa Maichi utamuona, akabook room 2. Zile room 2 alibook. Aliniambia tuingie moja na huyo evangelist, akaweka huyu mama kando kwa moja. Hai sipu makanya. Maichi ameshtuka, kagongewa yeye pumbafu funda yeye. Aliweka huyu mama room moja na mimi akaniweka na huyo evangelist room moja. Na ndio uliona kwa zile text evangelist akisema media niliendea Kenywa. Juu tuliingia room moja na huyo evangelist na shidwa. Kwani Kenywa hakuji? Nimemwacha kwa paki, mbona hakuji?
Na ni mtu aliniambia ananipeleka vacation. And then nashangaa mbona ananiambia niingie na huyu dem. Nifikiria anataka ni relax kwanza, anataka achukue room yetu juu anataka, unajua ni celeb anajificha ficha, hataki ajulikane. Nikamwendea parking. Akagongewa yeye. Evangelist nimemwanika juzi, anaitwa Shiko Parks. Anaitwa, ukisearch Evangelist Shiko Parks utamuona. Breaking news, Maichu koligero kido funda. Sasa kuendea Kenywa parking, namuuliza sasa naenda parking sasa, nampata akitoka room ya ule mama. Naona ile room alibukia mama. Napatoka ana sweat. Amejaa sweat kila saa, alikuwa ananitega. Akiona kana jama ananitega. I felt bad. Na ni vile hata sikuwa na do. Nisikia vibaya sana. Na hapo ndio nilimuuliza sasa utalala wapi? Akaniambia actually sina do, nimeishiwa. Kamuuliza sasa so mimi na shida huo dem. So wakakujanga naye akamwambia kuja usalimie bibi wangu. So si mimi nilikuwa relax hapo kwa bed. Kakujaga, "Hey baby, kwa raje tigera, tukaje tigera." Akaeka kinywele hivyo. Mimi naangalia naona huyu ni mwanaume venye amekauka. Kukaa Kenywa akamwambia ate taruta guoe. Na unajua venye unasikia venye kilikuwa kinacheka kwa huyo, hii audio ni kijinga sana. Ate kinaanza kumwambia te baby tutaruchaguoe ate baby yako yone no ideretekia yone kiria we nakio. So dem akatoanga nguo zake kuangalia, si dem actually ni boy kuna dick na amevaa wig, so ni gay. Alikuwa ameniletea gay na alikuwa anataka wafanye shit mbele yangu. That's why I'm traumatized. Juu utani introduce aje kwa wife yako na ukuje unifanyie hii shit. By the way mjue ni vitu mob sana nimeruka, but hizo ni za madem. Juu tayari hadi hata ameniita hoteli, nimepata amefuck dem tu hivi, dem ameoga madamu kwa bed na ameniita the same na anaona kumejaa damu. Amenifanyia shit mob sana. So venye aliita huyu dem, venye sasa aliambia huyu jamaa atoe nguo, akijifanya akinidanganya ni dem, akatoa nguo. So mimi na ujua amenizoea mimi ni dem pole. Sahi hata ndio anashangaa bona naongea. Venye huyu mtu alitoanga nguo naona akona dick. Kenywa ale ina cult na ndio nimewaambia mjiulize kwa nini in the last 2 years niliacha kutoa music. Mimi mjue hadi music zangu nimeandika hivi. Wacha hivyo, mimi niko na audio nilitoa 2 years ago. Kwa nini sijaifikiria kutoa hii audio? Na kwanza yeye mwenyewe alinikataza, akaniambia hataki niendelee na music tena. Remember it's a talent. Ni talent yangu na ni passion na ni kitu. And then akanistopisha and then tell me how I stopped doing it. Penye alitoa mtu akaingia kwa bed like ni kitu hadi iko na magigi bibi. Wakaanza kushikana mbele yangu. Akaanza kushika Kenywa, akaanza kushika huyu dem nini kitu yake. Si alikuwa amesema ni dem. Alikuwa amenidanganya ni dem from the word go, but mimi nilikuwa naona ni mwanaume. Akaanza kumshika mbele yangu, kudika mbele yangu. I felt really bad from that day. And from that day my life has never been the same again. I feel vibaya sana. Alianza kumshika hapo mbele yangu. Na pia huyu mtu anamshika pia. So I don't know his plan. Na juu huyu gay, ujue gay anaingiwa. So I don't know whether Kenywa alikuwa anataka aingie huyu mtu. Na yes, sijui kama alikuwa anataka ni convince huyu mtu aniingie. Nikakataa. Semeni tu, but I know what I'm saying.
Mko na nyege. We Marian unasikia nyege ya makubafu, wewe uko sawa, uko normal. Haiko you, that's normal, not normal. Alikuwa anataka hivyo. Na hiyo day ndio saa mimi nilianza saa kushikwa na stress mbaya bo. And akaniambia nishike huyo jamaa, nikakataa. Juu nisikia vibaya. Nikakataanga kumshika. Na akaniambia, by the way mnafikiria ni mchezo, kwani siogopi kupelekwa mbele. Siogopi juu najua I saw it. I can confess he did it. I have the audio. Hata akiniuliza the following day, "Uronili ate? Ena bote munene kugira?" Niko na hizo audio. Si aliniuliza hivyo. Kiko kia mudo. Kukulana juu nilikata ukubuke, nimekata kumshika, na akiona nime back off kitu haizi endelea. Kukulana sitamwekelea kukulana mbele yangu. Kitu nilifanya ni kukata uko bita juu. The wife knows hakuna kitu unaweza fanya ukidinywa. Did you tell us? Wewe Esther, wewe nionekani urito. Wewe ni uria gito nikinywawe. Asha demo guruki. You think I'm mad? Mimi nikuje niongee hapa. Hata South Africa, acha niwaambie mabibi zenu huko wame sijui kala fani niongee. Mademu agaf. May God's grace be with you. Mmejitolea sana kwa bidii. Na Mungu tu awahurumie. Mmesweat sana. Mademu agaf. But acha nisiongee. Mimi sitaki kuongea sana huko. Acha niongee yenye inanihusu, yenye mimi imeni traumatize. Maichi no ashoka. Haya maichi wewe. Motika yogo Venye nilikataa, ilifika mahali akalipa huyo mtu. He paid him some certain amount yenye sijui juu alimtumia kwa simu. Kamwambia, "Wewe gina wewe gaideona bibi yako atetali comfortable." Na huyo mtu akatoka. Venye alitoka, so tulibaki na yeye and vitu zika escalate juu alifanya kitu ya ujinga. Na hivyo ndivyo alini drop home. Na hivyo ndivyo we Esther Wanjiru nisho uguo nywete no aigwa. Nisho uguo nywete tini. Unafikiria So that's when tulitoka juu obviously ni feel vibaya, kuna kitu iliendelea, akani drop home. Na hivyo ndivyo mimi sana nilikuwa deep kwa alcoholism. Juu hizo vitu zilini affect sana. From hiyo day nikaanza kukunywa mbaya sana. Singeamini mtu mwenye singeamini nani huwa alijifanya pastor from the very first time. Hata tukifanya kazi kwake, tukifanya marketing, alikuwa anatuambia tuende. Na si tumeenda hata hii church ya nini, hizi church tumeenda sana kama Soul Harvesters. Si amepreach huko. Alikuwa ana preach. Tukitoka huko, anatuambia mimi na wao wafi wake tunaingia kwa gari. Then tukiwa kwa gari tunasikia wakiitishana sadaka na pastor wake. Tewe, kafahasha nikanyi hamono nikiwe. Yeah, niko unajua heri ni accept to msia amevitu. Cause if I don't do it, I won't heal. And even if I'll die, at least nitaongea na ujue nini ilinikula mimi. Juu sitali walinifuck up sana. Who does that? Who does that? Who does that? Soul Harvesters ya Kenyatta Road. Si tulikuwa tunakuja huko. Si muliona akini introduce huko kwa church.
hadi niimbe. Anasema tuko na gospel artist wetu hapa anaitwa Nancy Githinji. Si alikuwa na preach huko akiwawekelea mamikono. Joy Roba, you can confess mama. Tumeenda hizo kanisa na nyinyi. Huyo Maichi hata die, huyo Maichi mwenye bibi yake alikuliwa na kinywa, huyo bibi yake wa Martina. Huyo Maichi die alikuwa anaitwa aniite kisirisiri, naambiwa ingia kwa gari, ingia hivi kwa gari, ndio watu wa kanisa wasione. Now, mimi nataka sasa niwapeleke up to. Sasa nataka niwaambie mwishowe how alikuja saa kuniambia like we are done. Soul Harvest ya Kenyatta Road. Yeah. Koguo metanagia muhothi na pastor ucio bahasha ino ni anyiha wetiga wana tukiwa hapo kwa mimi na wifi yake kwa gari na sasa anaenda kutufanyia kifanyia obi Jarita ngui nini. Now nataka nimalizie cause I feel already Maichi thank you. Uko aje? Maichi watheka ate torenda kurira ndungiconoka gako gaka funda hauna adabu. Najaribu kusanitize huku nini. It is too late. It is too late. Next usanitize audios na videos. It is too late. Nataka nimalize cause nataka nimalizie kila kitu. Venye huu mse tumekuja ndio saa to break up na yeye. Si ya Dadora but sijui kaa ashai preach huko but ya nini ya Kenyatta Road huko ame preach sana huko. Nilikuwa nasikia akitishana sadaka na wao pastor. Sasa ndio akuje saa break up. Ni time yenye si mmeona 2 weeks ago amekuwa South Africa. Na kuna venye amekuwa akinichezea whenever alikuwa anajua like nahitaji rent, kuna venye alikuwa ananichezea tu cause he had promised me atakuwa ananisupport kulipa rent na nini. Kijua nahitaji rent ananinyamazia, so alienda South Africa akaninyamazia, alikuwa anataka tuongee sana. And then ile time alianza kukaribia kwanza akanirushia tu dhao 3 ya kunifunga macho ndio sasa aanze kuongea. Sasa Joy, mwambie yeye ni kubafu sana Maichi. Hii time ametoka South Africa amenipigia. It was around it. Was it 6 hapo hivyo. Amenipigia simu, ameniambia, "Mama, uko wapi? Kuja, I have a surprise for you." Nikaenda meet. Guess what was the surprise? Alinipeleka River Road kwa club ya strippers. Club inaitwa Bavon. I remember very well. Alinipeleka kwa hiyo club ya strippers. Kenyo amenimesa sana. Amenimesa sana akili yangu. Alifika kwa hiyo club akapaka hapo chini, iko Kickrock Road. Akapaka hapo chini, kaniambia na sasa hiyo kuna madem naona amesimama hapo. Though sikuwa najua ni club ya aina gani. Akaniambia na Nancy inaitwa Bavon, Shirogitaka, Bavon, Kickrock Road. Yeah, thank you Jerry. He did miss it. That's why I'm mad. Alinipeleka hiyo club, kapaka hapo chini. Akaniambia, "Mama, nataka tuingie hapa, it's a surprise. Nataka tuende kwa hawa strippers. Akaniambia ujue hawa strippers wanapenda kuguza wanaume na pia watakuguza. Akaniambia usisikie vibaya wakiniguza na pia wewe atakuguza."
nisikia vibaya sana. Nilishindwa kweli, huyu mwanaume kweli ananipenda. Na venye alisema ati ananichukua kama wife, ati second wife. Kweli hizi vitu ni no. Na nikamwambia no, there is something I need to speak up. Nikamwambia mimi umekuwa ukinifanyia vitu kaa hizi na sijakuwa nikifurahia. I don't like it. That's not me. Na nikamwambia hata saa hii I won't do it because my heart actually umesema hivyo nikatetemeka because that's not me. Alinigeuka hapo. Kenywa ni mtu commanding sana. Sijui kama ni but kitu najua iko Kickrock Road inaitwa Bavon, hiyo strippers club. So aliniambia, unajua yeye upenda watu wanamtii. Aliniambia na shida umetoa hiyo nguvu ya wapi? Juu hajai jua anaweza ongea haki. Akaniambia na shida umetoa hii nguvu yapi? Hii nguvu wapi? Tunasema hatutaingia, hautaki. As who? Akaniambia you know what? It's over between us. Akaniambia aliitwa na Mungu ka destiny connector wangu. Ati nani amebeba grace yangu. Kickrock Road, Bavon. Akaniambia yeye ndiye amebeba grace yangu na venye nimekosa kuobey command yake, God hata inisaidia. Mimi ni mtu bure, sitaisaidika na nitahangaika. Na akaniambia na kuachilia na utahangaika. Guys, I felt bad. Na hiyo ndio siku yenye niliamua. That's the day I decided. No. I decided. Na yeye until sasa hizi audio zingine zenye mmesikia. Let me tell you guys, you don't know how good I feel. I feel so good. Nimevent, nimeongea yangu. I feel so good. I'm satisfied. Thank you guys. Thank you for everyone who have supported me. Thank you for everyone who have been encouraging me. Nyinyi wote wenye mmekuwa mkiingia inbox, nyinyi wote mmekuwa mkinicall, asanteni sana. Thank you. I feel better. Nasikia better. Isaac wewe. I feel better. Hata akinioga. Do you feel safe walking out there? No, I know I'm not safe. Wase hata jana nilifuatwa na Subaru. Na najua ni yeye. Alikuwa ananifuata na Subaru. I'm not safe. And we kama vyokori ishugu. Feel good. At least takama nitakufa na kama niongea ile kitu mimi niko sawa, nimepimwa, niko sawa, thank God I'm safe. Maichi wewe ndiye mnahitaji deliver. Hati hakuna Huyu ni Maichi anasema hakuna kuchangiwa. Acha kwanza niwaonyeshe Maichi juu ananitafuta hapa. Acheni niwaonyeshe ni nani.
After this video nitawaonyesha huyo Maichi ni nani. Huyo hata waliachana na wife yake juu ya Kenywa. Muulizeni sahi awaonyeshe wife yake mahali yako. Hayuko, waliachana juu ya Kenywa. Acha William, acha akuje wamkave. Wameishi kumkava. Hata bloggers mnaona wakiongea. They are the same people. You remember January 23rd. Walinipost sana birthday yangu. Kisema Nancy Gidenji, sijui Zaku, ni sawa nitafute, I'm ready for interviews. Bora muni protect. I'm ready. Atanihangaisha. By the way mimi siogopi ati nini. Kwani kuna mtu atakufa mara mbili? Hakuna. Na maishi yake egwire. Wewe giko harini. No aigo maishi. Wewe. Maishi acha nikuwekea audio yako Judy akiniambia. Unajua Judy? Akiniambia venye uligongewa wife. Sawa Zaku. Promise. Dogetekere giko kiate. I'm ready for interviews. Ebu ulizeni Maishi wife ako wapi sahi? Juu sahi hata yeye ako depressed kama mimi. We are all depressed. Me and him and whatever. Actually, sikizeni. Watu wote washafanya maonolance. Ambieni kumebakia watu kadhaa. Na wenye wamebaki ni wakora wenye pia wamekuwa wakimfichililia huko. Wenye wamebaki maonolance. Kama kuna mtu alikuwa na serve maonolance last year. Ni wale wakora walikuwa tu wanajua hizo masiri za ndani. Hawa wengine wote wametolewa wote. Ndio siwahi kuja kusema anything huko. Mademo wote. Na mimi kila demo alikuwa ananipigia kwa na mrecord. I have something else to add. Kenywa has a daughter called Lucy. Lucy Kenywa. Kenywa has a daughter called Lucy Kenywa. Lucy Kenywa ni daughter ya the late wife wa Kenywa. Wacha huu sasa. Kuna ule late mwenye alipasa. Ni daughter yake. Muulizeni sahi Lucy ako wapi? Lucy amemaliza form 4 last year. Actually kaa kuna dem naweza taka mumsaidie ni huyo. Udem alifukuzwa huko kwa Kenywa na amemaliza form 4 last year. She's very young. Wamemfukuza wakiwa na bibi yake. Udem sahi anahangaika huku Nairobi. Anazunguka huku amehangaika. Acha join. Do I care? Anahangaika huku. Muulizeni huyu dem ako wapi? Kwa nini yeye ukuja huku nje? Kwa nini? Thank you Simp Makanya. Simp doing what this Simp do the best. But muulizeni Lucy sahi ako wapi? Na bona hajapelekwa course? Bona hajapelekwa campus? Na alimfukuza. Lucy wa the late wife ya Kenywa. Wamemfukuza wakiwa na jeli. Si huku nje anakuja kujifanya mzuri. Venye anasaidia watu huku nje. Hebu muulizeni huo daughter yake sahi ako wapi? Mbona asimsaidie? Wife yake acha hapo anamfanyishanga hizo vitu. Mbona huo wife yake ameparara hivyo? Hamsaidiangi. Mnafikiria mad. Wenye wanajua Lucy, mnajua Lucy mahali yako. Si mnajua wenye mnajua Lucy huo daughter yake. Actually mtu anaweza saidia Lucy huo daughter yake wenye walifukuza wa the late. Wasaidiwe tu. Huo dem anafaa tu asaidiwe. She's suffering. Na Kenywa alimfukuza home. Sasam is a nice guy. I don't know kama still ako huko, but Sasam is a very nice guy. Sijui kama bado ako mao.